Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umewahurumia. Hivyo faraja yetu ya kwanza kwamba hatuko peke yetu, bali Mungu anatembea na sisi katika yupo kwa ajili ya kutufariji, yupo kwa ajili ya kututia nguvu, lakini pia yupo kwa ajili ya pole sana wote kwa pamoja kabisa, kwa maana ya wazazi wa watoto hawa na familia na wote ambao nimewataja hapa. Poleni sana, kwa sababu naamini ya kwamba msiba huu umetugusa sote. Umegusa familia, lakini pia umetugusa sote, kila mmoja kwa namna ya peke yake, kulingana na namna ambavyo sote tunahusiana na watoto hawa. Ni msiba mzito kwa mtu yote kuweza kuuchukua na kuupokea katika hali ya kawaida pasina kuwa na nguvu za Mungu, kwa sababu kuondokewa na watoto wawili kwa wakati mmoja kiukweli sio kitu chepesi, ni kitu ambacho kinaumiza na ni kizito. Lakini hatuna budi kuyachukua yote, kwa sababu kama ambavyo tumeongozwa na maneno ya faraja ambayo yametolewa na baba askofu kupitia Zaburi ambayo imesomwa hapa, ingawaje nilikuwa natoka nje kidogo, lakini nimeweza kusikia kwa uchache. Lakini pia kupitia maneno mengine kwa mwanzo, wakati tunaanza ibada hii, tumekumbushwa pia somo lile ambalo linamhusu Ayubu ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu na majaribu ambayo aliyapata. Tunaona ama tunasoma na kumbushwa mara zote kwamba alipata mali nyingi kwa wakati mmoja na watoto na kila kitu, lakini vyote vilipotea kwa wakati mmoja. Lakini pamoja na hayo yote hakusita kuendelea kumtumainia Mungu. Bado alimshikilia Mungu na kumtumainia yeye, kwa sababu aliamini yeye ndiye kila kitu. Kwa hivyo na hapa katika msiba huu leo, mimi pia niwaombe tuendelee kuzingatia hayo, tukikumbuka hayo ambayo mtumishi wa Mungu Ayubu aliyapitia pia, kwa sababu watoto hawa kwa familia hii ni Mungu mwenyewe ndiye aliwapa. Yeye ndiye aliwapa, na leo yeye mwenyewe ameamua kuwachukua. Kwa hivyo sisi kama binadamu, kama wanadamu, pamoja na maumivu tulionayo, linalobaki kwetu ni kumshukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye alitoa na yeye ndiyo ametwaa, na tunabaki kusema jina la Bwana lihimidiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mimi niwaombe sana, muda wote tuendelee kuwafariji wenzetu, lakini muda wote tuendelee kumtumainia Mungu, kwa sababu kiukweli hakuna mfariji mkuu zaidi ya Mungu mwenyewe katika jambo hili ambalo tunalipitia. Kwa hivyo tumtumainie yeye na tuamini ya kwamba yote yametokea kwa mpango wake Mwenyezi Mungu. Lakini jambo lingine la mwisho dogo niseme, baba askofu wakati anaongea ametukumbusha pia kwamba kupitia jambo hili pia tunalo la kujifunza. Amesema kwamba ni kweli ni msiba tunapitia, ni changamoto, lakini kuna jambo ameongea pale mwishoni kwamba tunalo pia la kujifunza. Kwa hivyo na mimi kupitia hilo, tukiwa bado kwenye maombolezo, nitoe rai pia kwetu sote, wanajamii ya Tabora, waumini wenzangu, wananchi wa Tabora, pia tuendelee sasa kuwa na tahadhari pia. Tunaamini kwamba ni mpango wa Mungu jambo hili limetokea, lakini pia tahadhari ni jambo la msingi kwetu. Tunaweza kuzungumza mengi kama katika hali ya kibinadamu, lakini pengine tunawaza tu kwamba pengine ingekuwa hivi, pengine ingekuwa hivi, kwamba labda ingefanyika hivi, lingekuwa hivi. Kwa hivyo mimi niendelee kutoa tahadhari hiyo kwamba tuwe na tahadhari wakati wote. Tunaamini ni mipango ya Mungu, lakini ukiongeza tahadhari kidogo, pengine kuna jambo fulani kidogo unaweza ukaliepusha, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kusema maneno hayo machache, nirudie tena kuwapa pole sana, na kama nilivyosema hapo jana kwamba sisi kama serikali bado tuko pamoja na nyinyi katika msiba huu mzito. Ni watumishi wenzetu, ni wanatabora wenzetu, lakini ni wazazi wenzetu. Kwa hivyo tuko pamoja na nyinyi na tunaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili basi awasafirishe salama na mkaweze kuwapumzisha watoto wetu katika nyumba yao ya milele, na sisi tukiendelea kuwaombea. Rambirambi yetu kidogo tulishaiwasilisha jana kwa familia. Kwa hivyo tunaendelea kuwapa pole sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. Oh
Kwanza kabisa kwa kweli tukio hili, mimi ni mwanamke, mimi ni mama, yani kuvaa viatu vya mama huyu leo kwa kweli ni vigumu sana, na mimi nampa pole sana mwanamke mwenzangu, lakini hata na baba mwenye watoto. Kuondokewa na watoto wawili kwa wakati mmoja kidogo ni changamoto na ni jambo gumu sana kama mzazi. Kwa hiyo mimi kama mgombea ubunge, lakini pia kama mwana Tabora, nampa pole sana, naipa pole sana familia hii. Ninafahamu mama ni mwalimu katika shule ya msingi pale Kiloleni, lakini baba mfanyakazi TANESCO pale Kigoma. Watoto hawa kwa kweli wameondoka wakati ambao hakuna ambaye aliyetarajia, lakini tunaamini kwamba kila jambo ni Mwenyezi Mungu ndiye anapanga. Walikuwa watatu, mmoja amesurvive, wawili ndio Mwenyezi Mungu amewachukua. Mimi ninachowaombea Mwenyezi Mungu awape faraja katika kipindi hiki kigumu. Kwani bila faraja ya Mwenyezi Mungu hakuna binadamu ambacho tunaweza kukivumilia. Kwa hiyo tuwaombee watoto, lakini pia tuiombee familia wanapokwenda kupeleka watoto hawa kuwapumzisha huko Arusha, basi Mwenyezi Mungu awatangulie katika safari yao waweze kufika salama na wapumzishe watoto wetu salama.